Naitwa Mohamed Ahmed Issa, ni mkurugenzi kanda taasisi ya PIRO ambayo ni Popular Inspiring and Relief Organization. Ni taasisi ambayo imejikita kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa elimu mbalimbali ikiwemo elimu ya afya ya uzazi. Lakini pia kwa upande wa Kaskazini B tuna miradi ambayo inakwenda kuwasaidia wananchi katika swala zima la afya ya uzazi na elimu baada ya kuharibika kwa mimba. Miongoni mwa elimu hiyo ni kuwafikia wanajamii kwa ajili ya kuwapa elimu na namna kuvitumia vituo vya afya na huduma rafiki kwa ajili ya kupata huduma za afya ya uzazi na huduma baada ya kuharibika kwa mimba. Sisi kama ni wadau wa afya, leo hii tumejumuika na vijana na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuadhimisha siku hii kwa kuandaa mafunzo maalumu ya kuwawezesha vijana na wanawake katika swala zima la elimu ya afya ya uzazi na elimu ya huduma baada ya kuharibika kwa mimba. Lakini pia tuliweza kutoa elimu ya afya ya akili kuweza kuona namna gani vijana na wanawake wanaweza kupata hii elimu ambayo itawasaidia katika majukumu yao ya kila siku. Ni matumaini yetu kwamba elimu hii imewafikia walengwa na itakwenda sambamba kama tulivyotegemea, lakini pia tunatamani kuona vijana wanabadilika na kutumia elimu ya afya uzazi na elimu ya afya akili kwa ajili tu ya kutatua zile changamoto ambazo kwa kawaida zinawapa nguvu vijana na kuweza kuingia katika mambo mengine. Naitwa Aliuthar Masud, ni mkurugenzi wa taasisi ya Youth and Women Support Mission. Leo tumekuja hapa, actually ni session yetu ya pili. Tulianzia Bumbwini na sasa hivi tumefanyia hapa Mahonda. Hizi ni katika shamra za kuadhimisha siku ya vijana duniani ambayo inatarajiwa kwa tarehe 12 mwezi wa 8. Hii kwetu ni endelevu, lakini hili la leo tumefanya kwa ajili ya kuadhimisha hiyo siku ya vijana duniani. Lakini pia tumetoa elimu ya afya ya uzazi pamoja na afya ya akili. Pia tumetoa elimu ya kujitambua kwa vijana. Na lengo letu kuu ni kuwafikia vijana, lakini pia kuwawezesha kujitambua na kuweza kufanya maamuzi haswa katika afya ya uzazi. Mwamko wa vijana wameitika kwa sababu tulikuwa na lengo la kuwa na vijana 120, lakini pia wamepitiliza. Na pia mara nyingi tunapotoa elimu huwa tunawafanyia counseling ili kuhakikisha ule ujumbe tunaowapa wao unafika kwa jamii kwa muda mfupi. Jina langu ni Rahma Abedi Awazi, ni mwenyekiti wa baraza la vijana shehia ya Donge Mbiji, vile vile ni memba wa KAO. Nimekuja hapa kwa ajili ya kupata mafunzo yanayohusiana na afya ya uzazi pamoja na afya ya akili. Nimefurahi sana kupata mafunzo haya kwa sababu tumepata kujua nini afya ya uzazi na afya ya akili inasababishwa na kitu gani na vipi tunaweza kupata suluhisho lake na tukawa tuna afya njema. Hivyo ushauri wangu napenda kutoa kwa vijana wenzangu ambao tumekuja kupata elimu hii, tuitumie vyema tunapokwenda katika jamii zetu. Lakini vile vile natoa pongezi kwa taasisi ya PIRO pamoja na taasisi ya KAO waweze kuendelea kutoa haya mafunzo na maeneo mengine zaidi na zaidi. Naitwa Abdulkadir Osman Maulidi, nikiwa kama ni mjumbe kutoka taasisi ya KAO. Mimi pia natokea katika wilaya ya Mjini katika shehia ya Shangani. Nashukuru kwanza kupata nafasi hii kushiriki katika mafunzo ya afya akili pamoja na afya ya uzazi. Pia naahidi kwamba nitakuwa balozi mzuri katika wilaya yangu na katika shehia yangu kuelimisha vijana wenzangu hususan katika afya ya akili pamoja na afya ya uzazi. Jina langu ni Ngwali Omar Ngwali. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana shehia ya Mbuzini, lakini pia nimekuja kwa niaba ya taasisi ya KAO, ikiwa na maana Kijana Amka Wajibika Organization. Katika mafunzo haya ya afya ya uzazi na afya ya akili kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya vijana duniani tarehe 12. Nashukuru kwa kusanyiko wa taasisi 3 ambazo zimeandaa mafunzo haya kuweza kutupatia elimu ya afya ya akili vijana. Changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili vijana wengi katika jamii zetu za sasa. Nadhani kwa elimu hii tumekuwa mabalozi wazuri katika kufanyia kazi yale ambayo tumeelimishwa sisi binafsi, lakini pia kwa jamii kubwa ambayo inatusubiria huko kama mabalozi kwa niaba yao.